Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda kuwa mazito ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans muda wote kuanzia sasa. Mimi nimekusogezea taarifa hii ambayo utakwenda kuisikia ambapo wananchi Young Africans wameamua kuweza kufanya maamuzi magumu juu ya kile kinachoendelea kwenye kikosi chao. Wananchi ni kama vile hawaridhishwi na namna ambavyo timu yao inacheza na namna ambavyo mwelekeo wa timu yao unavyokwenda kwa sasa. Mambo yanaonekana kuwa tofauti kabisa na msimu uliopita, mapema kabisa wakiweza kuangusha pointi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na sasa kushika nafasi ya 4 huku hapa nazungumzia mpinzani wao akishika nafasi ya kwanza ambaye ni Simba Sport Club. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Young Africans mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya sakata hili ambalo naloendelea. Nani ameangushiwa jumba bovu utakwenda kumjua, nani ambaye anakwenda kushikilia utakwenda kujua. Yote hayo na mengine mengi nimekusogezea kwa pamoja, utakwenda kujua mwanzo mwisho kuhusiana haya ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika show zao zile ambazo zinaendelea kuweza kulindima kwa upande wao. Bwana, karibu. Bwana, klabu ya soka ya Young Africans ni kama vile airizishwe, hususan mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans awarizishwe na kiwango cha timu yao, namna ambavyo inacheza na namna ambavyo kile kinachokwenda, na hata baada kuweza kupata sare maneno yakawa ni mengi juu ya kwa mujibu wa kile kinachoonekana juu ya kocha wao ambaye ni kocha Sidi Ramovic ambaye anashikilia kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Sasa taarifa inaeleza kwamba mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo wengi walivyokuwa kizani, pengine labda kocha wao huyu ambaye ni kocha mpya ataendelea kuweza kupata nafasi ya kuendelea kuitumikia Yanga, lakini inaelezwa kwamba mambo huenda yakawa tofauti na vile ambavyo kinachoendelea. Unaambiwa baada ya kile kilichopo kwa sasa, inaelezwa kwamba baada tu ya mchezo ule kumalizika, uongozi wa klabu ya soka wa Young Africans ulimuita kocha hapa nazungumzia si mwingine bali ni Romain Folz, na kuweza kukaa naye chini na kuweza kuzungumza naye na juu ya muafaka wa timu yao kwa kile ambacho kimeonekana, ambapo inaelezwa kwamba kikao kizito kilifanyika ambapo baadhi ya mambo yalienda kujadiliwa, likiwemo swala la kiwango cha timu yao kwa jinsi ambavyo kinachoonekana, ambapo inaeleza kwamba walikaa mezani takriban masaa kadhaa juu ya kile kilichopo, ambapo Ally Kamwe alifunguka na kusema ya kwamba tumewasikia mashabiki wakiimba hizo nyimbo, tumesikia kelele zao, uongozi wa Yanga bado upo kwenye tathmini, ikihitajika maamuzi yatafanyika, lakini so far tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi
na wapi tunataka kwenda, unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Sasa taarifa zikawa zinaeleza kwamba klabu ya soka ya Young Africans ipo mbioni kuweza kuachana na kocha Said Ramovic. Hapa nazungumzia Romain Folz, kuachana naye kwenye kabla mapema kabisa katika kipindi hiki, na timu inaelezwa kwamba itakuwa chini ya kocha mkuu ambaye ni Nasbin Nabi, ambapo Nasbin Nabi inaelezwa kwamba tayari yuko Tanzania kwa ajili ya kwenda kuifundisha klabu ya soka ya Simba. Lakini inaelezwa kwamba baada tu ya taarifa hiyo kusikika, inaelezwa kwamba mwamba akaamua kubadilishia gia angani, unaona bana. Kocha huyo ambaye inaelezwa taarifa kwamba alikuwa na mpango kwenye kile ambacho kinaendelea, lakini inaelezwa kwamba mwenyewe mapema tu amebadilisha gia angani, na kile kinachoonekana ni wazi ya kwamba pengine sasa anarudi kwenye kikosi cha Young Africans kwa yale ambayo yanayoendelea. Unaambiwa kocha wa zamani wa Yanga Nasbin Nabi amekuwa akihusishwa na klabu ya Simba. Mbali na hivyo, ameonekana nchini Tanzania ambapo anadaiwa kuwa amekuja kwa ajili ya mapumziko mafupi, huku za chini ya kapete zikieleza kuwa amefanya mazungumzo na viongozi wa klabu ya Simba na viongozi wa Yanga pia. Simba ndio timu inayohusishwa zaidi na uhitaji wa huduma ya Nabi, huku wana Jangwani Yanga wakifanya juhudi kuna sasa saini ya kocha huyo kimya, unaona bana, kwa kile ambacho kinaelezwa, ambapo kocha Nasbin Nabi ambaye muda mfupi baada ya mchezo wa Mbeya City ameingia tena kwenye airline kwenye mitandao yake ya kijamii. Amebadilisha profile ya picture na kuweka picture akiwa na kofia yenye nembo ya Yanga alipokuwa kocha wa Wananchi. Hii imeibua tafsiri nyingi kwa mashabiki. Je, ni signal ya kurejea kwake Jangwani? Ikiwa ni kweli Nabi anarudi Yanga, basi Wananchi watakuwa wanakwenda tena kukutana na lile soka ambalo walikuwa wamelimisi, ambapo kocha Nasbin Nabi amezungumza kwa nini amechukua uamuzi wa kuondoka Kaizer Chiefs, huku akiweza kuweka hapa nazungumzia taarifa yake ya kurudi kwenye kikosi cha Young Africans. Mambo yanazidi kuonekana kuwa mazuri kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans, kwani unafahamu kwamba ubora wa kocha Nabi ambapo pengine utakwenda kuisaidia timu yao kwa kile ambacho kinachoonekana kwa sasa. Na unafahamu kwamba Nabi aliwahi kuwa Yanga, kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha kabisa na kikosi cha klabu ya Young Africans. Anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba unataka Folz aondoke kwa sababu timu haichezi vizuri, japo inapata matokeo. Kocha atakayekuja unataka aanze kucheza vizuri kwa muda gani? Baada ya mechi moja, baada ya mechi 3? Vipi aje na ashindwe kufanya vyema? Nabi aliondoka Yanga kama mfalme, lakini si mmeona hali ilivyokuwa Kaizer Chiefs. Wana Yanga wanataka Yanga iwe kama Man United, iwe kwenye transformation isiyoisha. Mnataka Yanga iwe kama Simba, iwe kwenye transformation isiyoisha. Unaona bana, mchambuzi akiweza kuoji juu ya kile ambacho kinaendelea. Kwa kile ambacho kilichopo kwa sasa, inaelezwa kwamba kwa wadukuzi wa mambo, hebu nendeni kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa kocha Nasbin Nabi. Leo hii amebadilisha picha na sasa ameiweka ile ambayo amevalia kofia yenye nembo ya klabu ya Yanga. Picha hiyo alipigwa kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya USM Alger, ambapo Yanga ilipoteza kwa Mkapa 2-1. Inawezekana baba Nabi amewakumbuka waajili wake wa zamani, lakini nasisitiza, ukimwona kobe juu ya mti basi ujue amepandishwa. Huyo sio kawaida yake, unaona bana, kwa yale ambayo yameonekana. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo atakayeweza kujiri katika taarifa hiyo, ila usisite kuweza kuweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment juu ya hiki ambacho tumekizungumza kuhusiana na kocha Nasbin Nabi na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, juu ya kuhusishwa kwake kurudi tena